Na mtazamaji, karibu sana tuangazie taarifa mbalimbali, habari za kisiasa, matukio ya kijamii, pasi na kusahau matukio ya burudani. Karibu ni kupitisha katika kauli tata ambazo ziliwahi kuzungumzwa na Emmanuel Nchimbi kabla ya kutangaza kujiuzulu umakamu wa rais. Yuda ni nani? Hivi ndivyo ambavyo tunaanza simulizi siku hii ya leo. Hilo lilikuwa moja ya maswali yaliyotawala mjadala wa kisiasa nchini Tanzania katika wiki za mwisho za Julai na mwanzoni kabisa mwa Agosti 2026. Jina hilo lilitamkwa bungeni jijini Dodoma na mbunge wa Tunguu Zanzibar Simai Mohamed Saidi, ikiwa ni Juni 2 mwaka 2026. Hakumtaja mtu kwa jina, lakini alitumia mfano wa Yuda Iskariote anayekumbukwa katika simulizi za Kikristo kwa kuwa ni msaliti wa Yesu, licha ya kuwa ni mmoja wa watu wake wa karibu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu kumbe ni Yuda, alizungumza Simai. Kisha akaongeza, Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa hawataki kumuona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Hakumtaja Emmanuel Nchimbi, lakini kwa sababu ya nafasi yake ndani ya serikali na CCM pamoja na historia yake ya kisiasa, kauli hiyo ilianza kutafsiriwa na baadhi ya watu kama ujumbe unaomlenga makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Ikiwa Juni 23, Simai alipoulizwa kuhusu kauli hiyo bado hakutaja jina. Badala yake akasema, nilichowahi kukisema Juni 2, mimi nafikiri kwanza Watanzania wengi na nyinyi ni watu wazima, mtakuwa mmenifahamu. Tafsiri ya jambo lile, nafikiri Watanzania wamenifahamu na wamenielewa vizuri. Hapo ndipo Yuda alipoanza kuishi maisha yake ya kisiasa. Yuda, usaliti na vita vya ndani ya Chama cha Mapinduzi. Katika siasa, kutumia jina la kama Yuda si jambo dogo. Ni neno ambalo limebeba maana ya usaliti, mtu kugeuka dhidi ya waliomlea au waliomwamini. Na Simai hakulitumia katika mazungumzo ya kawaida. Alilitumia ndani ya bunge katika kipindi ambacho siasa za CCM zilikuwa tayari zikianza kutazama mbali kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030. Mbunge wa ACT Wazalendo Ado Shaibu naye alichangia kuongeza tafsiri ya kisiasa mjadala huo alipowaambia wabunge wa CCM, ninawaomba wabunge wa Chama cha Mapinduzi, homa yenu ya siasa kuelekea 2030 isiharibu majadiliano ya bunge hili. Kauli hiyo ilifanya mjadala usibaki tena kwenye swali la Yuda ni nani. Ukawa ni mjadala mpana zaidi. Je, tayari mapambano ya urithi wa kisiasa ndani ya CCM yameanza? Na kama yameanza, ni nani yuko upande gani? Na ni nani anakaa upande gani? Ni katika mazingira hayo ambapo historia ya kauli za Emmanuel Nchimbi inaanza kupata uzito mwingine. Mwaka 2024, wakati akiwa katibu mkuu wa CCM, Nchimbi aliwahi kutoa kauli kuhusu utamaduni wa chama hicho wa rais kuhudumu kwa mihula miwili. Kauli hiyo ilizua mjadala miongoni mwa wanaofuatilia siasa za CCM na mchakato wa kuelekea uchaguzi 2025 na hatima 2030. Ingawa kauli hiyo haikuwa kuhusu yeye mwenyewe kugombea urais, ila ilikuwa miongoni mwa kauli zilizowafanya baadhi ya wachambuzi kuanza kumtazama Nchimbi kama mmoja wa wanasiasa ambao nafasi yao ndani ya mfumo wa CCM inaweza kuwa muhimu katika siasa za baada ya uchaguzi wa 2025. Lakini Nchimbi mwenyewe alikuwa bado ndani ya mfumo. Na mwaka 2025 alipokuwa katibu mkuu wa CCM, sauti yake ilikuwa zaidi ya kulinda nidhamu ya chama. CCM haitavumilia. Februari mwaka 2025, Emmanuel Nchimbi akiwa katibu mkuu wa CCM alionya wanachama wanaokuwa wakianza kampeni kabla ya wakati kwa kutumia mbinu mbalimbali, akisema chama hakitasita kuwaengua wanaokiuka katiba, kanuni pamoja na maadili ya chama hicho. Alisema baadhi ya wanachama walikuwa wakitumia shughuli za kijamii, mashirika na mbinu nyinginezo kujijenga kisiasa kabla ya wakati. Na katika nukuu anasema, chama hakitasita kuengua wale watakaokiuka katiba, kanuni na maadili ya CCM. Kauli hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu ilimchora Emmanuel Nchimbi kama msimamizi wa nidhamu ya chama katika kipindi ambacho tayari harakati za uchaguzi wa 2025 zilikuwa zikishika kasi. Miezi michache baadaye mwenyewe angekuwa sehemu ya timu ya juu ya uchaguzi. Watanzania pambaneni,
mpate katiba mpya. Hii ilikuwa ni Julai 24, 2026. Takribani mwaka mmoja baada ya kuingia Ikulu kama makamu wa rais, Emmanuel Nchimbi alitoa kauli ambayo ilikuwa tofauti kwa uzito na mazingira yake. Akiwa ni mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Dar es Salaam, aliwaambia Watanzania jambo moja ambalo angependa walibebe: pambaneni mpate katiba mpya. Nchimbi alisema katiba hiyo inapaswa kuwa na makubaliano ya wadau wote na mwafaka wa kitaifa, na iwe katiba ambayo inaweza kuliongoza taifa kwa miaka 50 ijayo. Na alisema hata akiwa katibu mkuu wa CCM alikuwa amewasilisha kwa mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan maoni yaliyokusanywa kutoka kwa wananchi, ambapo katiba mpya ilikuwa ni miongoni mwa hoja zilizotajwa. Serikali alisema ina dhamira ya kuhakikisha katiba mpya inapatikana. Hii haikuwa kauli ya mwanasiasa wa upinzani, ilikuwa ni kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ilikuwa imetolewa katika mkutano uliohusisha watetezi wa haki za binadamu. Kundi hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likisitiza katiba mpya, haki za kiraia, maridhiano na utawala bora. Dr. Emmanuel Nchimbi alisema haki za binadamu ni pamoja na wananchi, ama mwananchi anayetaka kutoa maoni yake bila hofu, kijana anayetaka kusikilizwa, na mtuhumiwa anayestahili kutendewa kwa mujibu wa sheria. Na kwa mtazamo wa kawaida ilikuwa ni hotuba kuhusu katiba na haki za binadamu, lakini kwa mtu anayefuatilia siasa za Tanzania muda wake ulikuwa ni muhimu. Ilikuwa ni Julai 24. Mjadala wa UDA ulikuwa tayari umekwisha kuanza. Hata kabla ya kauli ya katiba, Nchimbi alikuwa amesitiza mara kadhaa umuhimu wa amani, lakini pia maridhiano. Machi 2026 katika futari iliyoandaliwa na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, aliwahimiza viongozi wa dini kuendelea kujenga maadili na mshikamano wa kitaifa. Serikali, alisema, inatambua umuhimu wa kazi ya kujenga amani na mahusiano kati ya Tanzania, Watanzania wote wa dini mbalimbali. Kauli hizi hazikufanya Nchimbi awe mwanasiasa wa upinzani, lakini zilijenga taswira ya kiongozi aliyekuwa akizungumza mara kwa mara kuhusu amani, maridhiano, haki pamoja na katiba. Na baada ya matukio ya uchaguzi wa Oktoba 25, kila kauli ya aina hiyo ilianza kutazamwa katika mazingira mapana zaidi ya kisiasa. Matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa hapa ndipo ambako kuna sehemu ambayo bado haijapata jibu la wazi. Baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025, kulikuwa na mjadala mkubwa kuhusu matukio ya vurugu, vifo, kukamatwa kwa watu na masuala ya haki za binadamu. Lakini Emmanuel Nchimbi, licha ya kuwa makamu wa rais na kiongozi wa juu wa serikali, hakuonekana kuwa mmoja wa viongozi waliotoa kauli kubwa za moja kwa moja kuhusu kila kipengele cha mjadala huo. Ingawa hilo lenyewe halimaanishi kwamba alikuwa akichukua upande fulani, lakini alijaribu kukaa katikati. Lakini katika miezi michache baadaye alikuwa naye pia amekwisha kuzungumza jambo. Sasa katika siasa, kila kiongozi anachosema na kile anachochagua kukisema, wakati mwingine vyote hupewa tafsiri. Na hilo ndilo lilofanya kauli zake za baadaye kuhusu haki, maridhiano na katiba zipate uzito zaidi. UDA. Jina la UDA lilivuma sana. Takribani wiki moja baada ya kauli yake kuhusu katiba mpya, mjadala wa UDA ukapata nguvu tena zaidi. Simai alikuwa tayari amekwisha kutoa kauli yake Juni, lakini kadiri muda unavyokwenda, Agosti ilivyokaribia, tafsiri za kisiasa zikazidi kuongezeka. Gazeti la Mwanahalisi katika toleo lake la Agosti 6 mwezi wa 6 tarehe 12 mwaka 2026 liliweka suala hilo kwenye ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kinachosomeka Nchimbi agoma kujiuzulu. Hapo mjadala ukabadilika. Haikuwa tena UDA ni nani. Mjadala ukawa Nchimbi anaondoka, na kama anaondoka ni kwa nini anaondoka? Anajiuzulu au hajiuzulu? Maneno haya yakasambaa katika mijadala ya kisiasa mitandaoni, duru za ndani za siasa, kisha taarifa kwamba Emmanuel Nchimbi hakuonekana katika kikao au shughuli zinazokihusisha chama chake ikaongeza kasi ya minong'ono.
Hakukuwa na tamko rasmi kutoka kwake wakati huo. Kwa hiyo uvumi ukaendelea kuwa uvumi mpaka ilipofika siku ya kujiuzulu. Ni asubuhi ya Agosti 25, akaunti rasmi ya Instagram ya Dr. Emmanuel Nchimbi ikachapisha taarifa ya kujiuzulu. Ni kwa mara ya kwanza kile kilichokuwa kikizungumzwa kwa wiki kadhaa kikawa jambo rasmi, na hapo ndipo simulizi ya Yuda inapata mashiko. Nchimbi mwenyewe ndiye aliyejua kikamilifu sababu zilizomfanya afikie uamuzi huo, lakini historia ya siasa zake katika kipindi hiki inaacha nyuma yake kauli kadhaa ambazo sasa zinatazamwa kwa upya zaidi, kuangazia ni kwa nini alizungumza vile. Ni tamati katika simulizi hii mtazamaji. Una maoni gani? Endelea kuandika hapo moja kwa moja, wakati mwingine tutaangazia. Jina langu ni Official Rose D. Uwe na wakati mwema.